Russia imeanzisha mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo na kusababisha kifo cha mtu mmoja na majeruhi 23. Haya yametokea licha ya Russia kushiriki mazungumzo na Marekani yanayolenga kumaliza vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo. Meya wa mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, amesema mtu mmoja amefariki na watu 4 wamejeruhiwa baada ya kile alichokiita shambulio kubwa la adui. Wakati huo huo, meya wa mji mkuu wa Kyiv ameripoti ya kuwa watu 19 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi makali yanayoendelea kwa muda mrefu katika mji huo. Wajumbe kutoka Russia, Ukraine na Marekani wamekuwa wakikutana mji mkuu Abu Dhabi katika mazungumzo ya kwanza ya pande tatu tangu Russia ilipoanzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwaka 2022. Mazungumzo haya yanatazamwa kama hatua muhimu kuelekea suluhisho la kidiplomasia, lakini chanzo kimoja kimeelezea kuwa kumekuwa na maendeleo fulani katika mazungumzo hayo, ingawa swala nyeti la umiliki wa ardhi bado halijapatiwa ufumbuzi. Eneo la ardhi linaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kumaliza vita hivyo. Kwa sasa Russia inakalia takriban 20% ya ardhi ya Ukraine, ikiwemo sehemu kubwa za eneo la mashariki la Donbas. Serikali ya Kremlin inataka Ukraine ikabidhi maeneo makubwa zaidi, lakini Ukraine imesisitiza wazi kuwa haitakubali ombi hilo. Mazungumzo ya Abu Dhabi yalipoingia siku ya pili, meya wa Kyiv Vitali Klitschko alisema kupitia Telegram ya kuwa watu 3 kati ya waliojeruhiwa walilazwa hospitalini kwa matibabu zaidi, huku akiongeza kuwa miundombinu muhimu ya jiji hilo imeharibiwa vibaya. Uharibifu huo umeacha takriban majengo 6,000 bila huduma ya kupasha joto, hali inayozua wasiwasi mkubwa kutokana na baridi kali inayoikumba Ukraine kwa sasa, ambapo hali joto iko chini ya sifuri. Akizungumzia mashambulizi hayo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema lengo kuu la Russia lilikuwa miundombinu ya nishati katika mji wa Kyiv, huku meya Ihor Terehov alithibitisha kuwa hospitali ya wazazi na hosteli ya watu waliokimbia makazi yao viliharibiwa, jambo lililoongeza mateso kwa raia wasio na hatia. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mshirika habari na kusoma kwako nami Timo Thrugoe.